Siku hii ya leo ningependa tufikirie kwa pamoja, kutafakari kwa pamoja kuhusu sisi ni mashahidi kwa kuwa tumekuwa na Kristo. Sisi ni mashahidi kwa kuwa tumekuwa naye Kristo. Tumekutanika siku hii ya leo kama vijana kutoka katika pembe zote katika Jamhuri ya Kenya. Tumesafiri safari ndefu na tunahisi tumechoka. Lakini ndani ya mioyo yetu tuna utulivu, tuna furaha. Kwa sababu tumekutana kama vijana wengi kutoka kila pembe ili kuja kwa pamoja na kuomba Mwenyezi Mungu azidi kutubariki, Mwenyezi Mungu azidi kutuinua, Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza siku zote za maisha yetu. Na pia kwa njia ya kipekee kwa mara ya kwanza tumekutana kama tume ya vijana katika baraza la maaskofu la Jamhuri ya Kenya, kama vijana wote tunapozindua tume hii ili tuweze kutembea pamoja nanyi vijana wetu wapendwa, ili tuweze kuwashika mkono katika safari ya imani na kupeana matumaini ili Kristo aweze kupata nafasi ndani ya mioyo ya kila mmoja wetu, ili tumaini la Kristo liendelee kuwaka moto ndani ya mioyo ya kila mmoja wetu. Na pia tunasherehekea mwaka wa sala. Mwaka huu wa sala ambapo tunaombwa tusali kila wakati. Na kama vijana tunaombwa tuendelee kusali, kuombea nchi yetu ya Kenya, kuombea amani, kuombea vijana wenzetu, wazazi wetu. Na tunaposali, tunapopiga magoti na kusali, tunakumbushwa ya kwamba sisi ni wasafiri hapa duniani, sisi ni mahujaji. Ndio sababu wakati mwingine tukisema mahujaji wa matumaini, tunasema pamoja kwa sala. Ya kwamba tuko pamoja katika sala kuunganika naye Mwenyezi Mungu na kumsikiza ndani ya mioyo yetu, na kwamba tunapounganika na Mwenyezi Mungu ndani ya maisha yetu, yeye ndiye tumaini letu, anatupatia sababu ya kuishi, anatupatia sababu ya kuendelea kusonga mbele licha ya changamoto nyingi katika maisha. Na kwa kweli sisi ni wasafiri. Na kama sisi wenyewe tumeshuhudia, tumetoka sehemu mbalimbali hadi hapa. Safari sio rahisi, ina changamoto zake nyingi. Lakini ndani ya mioyo ya kila mmoja wetu tulikuwa na tumaini tutafika Mombasa, tutafika hapa Shanzu. Kuna kitu ambacho kilikuwa kinatuambia kwamba tutafika. Ingawaje safari ina shida zake na changamoto nyingi, kuna moto ndani ya mioyo yetu ambao ulikuwa unatuambia tutafika. Kumbe safari ya imani pia ni hivyo. Ndio sababu sisi ni mahujaji, sisi ni wasafiri. Tunazaliwa hapa duniani, tuna shida nyingi na changamoto nyingi katika maisha. Na kama vijana ninyi mnafahamu shida na changamoto nyingi ambazo ziko kati yetu, katika nchi yetu ya Kenya, katika familia zetu, katika maisha yako binafsi. Unaona ya kwamba unapitia mambo mengi, unapitia shida nyingi. Na wakati mwingine unataka kukata tamaa kwa maisha kwa sababu ya yale ambayo unayapitia, magumu ambayo unayapitia, changamoto nyingi za maisha ambazo unazipitia. Wakati mwingine mkono na kusema maisha ni magumu, unataka kukata tamaa. Usikate tamaa, Yesu. Na pia kuhakikishia ya kwamba kama baraza la maaskofu tunatembea nanyi. Tunapenda vijana wote tuwe karibu naye Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aweze kutuimarisha. Na ya kwamba tukae miguuni pa Yesu na kujifunza kwake Yesu Kristo. Na haswa katika kipindi hiki cha Majilio
ni kipindi kizuri ambacho kinatusaidia kutafakari safari yetu ya imani kama vijana, kama Wakristo na kama binadamu. Tumesikia katika somo la kwanza Nabii Isaya anazungumzia ya kwamba kuna taifa ambalo Nabii Isaya anazungumzia. Taifa hilo lilionekana ni kama jangwa, halina uhai. Taifa ambalo watu walikuwa wanaliangalia wanaona halina maana yoyote. Nabii Isaya anatabiri na kusema, mnaona Lebanoni? Mnaona nchi hii? Siku itakuja, Bwana anasema, ya kwamba nchi hii ambayo watu walikuwa wameiangalia kama nchi duni, nchi ambayo imejawa na shida nyingi, Bwana atainua hiyo nchi. Wale ambao walikuwa vipofu watapata kuona tena. Wale ambao walikuwa viziwi watapata kusikia tena. Mahali ambapo palikuwa kama jangwa patakuwa na maji, uhai utachokea, utachomoza. Kumbe Mungu wetu ni wa ajabu. Labda maisha yetu yamekauka, tunaona tuna shida nyingi, tunaona ya kwamba mambo hayawezi yakabadilika. Kumbuka Mwenyezi Mungu anaweza akabadilisha maisha yako. Kumbuka Mwenyezi Mungu anaweza akakuinua na kukupatia tumaini mpya, ili uendelee kutembea naye, ili uendelee kuwa karibu naye siku zote za maisha yako. Kwa hivyo sisi kama vijana, somo hili linatupatia nguvu na moyo. Bwana atakuja na kugeuza maisha yako na kubadilisha maisha yako, na kupitia kwa wewe kama kijana uweze kuleta mabadiliko katika jamii. Wakati Mwenyezi Mungu ameguza maisha yako na kukubadilisha, pia wewe unaitwa kuwa chombo cha kuleta mabadiliko mema popote mahali ambapo upo, ili wengine waweze kushuhudia ukuu wake Mwenyezi Mungu katika maisha yako na waweze kumtukuza Mwenyezi Mungu. Injili yetu ya leo, hii injili inazungumzia kuhusu sisi tuwe mashahidi katika kipindi hiki cha Majilio. Sasa Mathayo anatuambia kwamba kulikuwa na watu wawili ambao walikuwa vipofu. Hawaoni, hawana nguvu ya kuona. Ni kama sisi labda katika maisha yetu tuko na upofu wa aina fulani, upofu wa tabia, upofu wa kiimani. Ya kwamba hapa upofu unaweza ukatumika katika huo muktadha wa kusema ya kwamba tuna madhaifu fulani. Hao watu wawili walikuja na udhaifu, hawakuwa na nguvu, uwezo wa kuona, na wakatambua Yesu anaweza kuwaponya, na wakaita kwa sauti, Yesu, Yesu, sisi ni vipofu, Yesu tuponye, Mwana wa Daudi utuhurumie. Sijui leo utamwambia Yesu unaugua nini, unahitaji Yesu akuponye na kitu gani katika maisha yako, kama kijana mvulana, kijana msichana, kama Wakristo, kama binadamu. Sijui tuna madhaifu gani ambayo kama hao watu wawili vipofu walimfuata Kristo wakaita kwa sauti kubwa. Sijui utamuita Kristo na kumwambia kuponye nini leo. Jaribu kuingia katika dhamiri nafsi yako. Ni nini ambacho ungependa Yesu akuponye nacho? Ni nini ungependa Yesu aponye nchi yetu ya Kenya? Ni upofu gani kama taifa tunao, ambao kama vijana tunapaswa kukimbia kwa Kristo na kumwambia Kristo, tuna upofu. Kama taifa tuna upofu, kama familia tuna upofu,
kama taasisi mbalimbali za utendakazi kazi za umma au za kibinafsi, ni upovu gani ambao tuko nao, ambao tungependa kumwambia Kristo atuponye? Hao watu wawili walimkimbilia Yesu na wakaamini ya kwamba wataponywa, na Yesu akawauliza swali, mnaamini kwamba naweza kufanya hayo? Mnaamini kwamba naweza kuwaponya? Je, wewe unaamini katika nguvu na uwezo wa Kristo kukuponya, kukuinua? Wewe kama binadamu ambaye umejawa na madhaifu mengi katika maisha yako, je, unatambua Yesu anaweza akakuponya? Mimi ninaamini Yesu anaweza. Yesu anatosha. Usione ya kwamba labda una makosa mengi sana, umefanya dhambi mingi, na ndani ya moyo wako unaona hakuna huruma ya Mungu tena. Yesu anaweza akakuponya kwa vyovyote vile ambavyo unapitia. Yesu ana nguvu ya kukuinua, kukusafisha na kukufanya upya tena. Ndio hawa watu wawili walikimbilia Yesu, na Yesu anawauliza, je, mnaamini nina uwezo wa kufanya hivyo? Nao wakajibu, ndiyo Bwana, tunaamini. Una nguvu, una uwezo wa kutuponya, una uwezo wa kutubariki, una uwezo wa kutuinua. Hakuna kitu ambacho kinamshinda Kristo. Hawa watu wawili walikuja na wakaponywa, na Mathayo anasema hapa ya kwamba akawaguza macho, akasema, mtendewe mlivyo sadiki. Mtendewe mlivyo sadiki. Kwa hivyo tunaomba tuwe na imani kwa Yesu. Tumtegemee Yesu. Tujiachilie kwake Yesu Kristo. Tume hii ya vijana pia ni ya kuwasaidia vijana kuwa na mizizi ya imani. Tegemea Yesu katika maisha yako, na ya kwamba usijidharau sana na kuona ya kwamba mambo ni magumu, Mungu yuko mbali. Kama wengine hawakusikizi, hawakuelewi, kumbuka Yesu anakupenda na anakusikia kila wakati, anakuelewa kila wakati. Yesu alisikia hawa watu. Labda watu wengine walikuwa wamewadharau, lakini walipaza sauti yao na wakamlilia Kristo, akasikia na akawaambia, je, mnaamini ninaweza kuwaponya? Wakasema ndio. Vivyo hivyo pia wewe na mimi tukimkimbilia Kristo, yeye ana nguvu ya kutuinua, kutubariki. Na Yesu akaguza macho yao yakafumbuka. Yesu akawaonya sana akisema, angalieni asisikie mtu hayo. Yesu anawaambia, nimewaponya, basi msiambie mtu yeyote, mnyamaze kimya. Lakini hawa tunaambiwa, walakini wao wakaondoka, wakaeneza sifa yake katika nchi ile yote. Upendo wa Kristo uliwajaza ndani ya mioyo yao, ndani ya maisha yao, na wakaona ni lazima waeneze upendo huo. Ni lazima wawe wamishonari wa upendo wake Kristo, uponyaji wake Kristo kwa watu wote. Wakawa wamishonari. Ndio sababu siku hii ya leo tunapotafakari ya kwamba sisi tumeitwa kuwa mashahidi wa Kristo kwa sababu tuko pamoja naye. Kama hawa walikuwa pamoja na Kristo, wakashuhudia upendo wake Kristo na hawakunyamaza, wakawa wamishonari, wakaieneza habari njema ya Yesu Kristo kwa watu wote. Kwa hivyo vijana wetu tunawaomba pia sisi tuwe wamishonari, tueneze injili yake Bwana wetu Yesu Kristo kwa vijana wote ambao tunakutana na hao,
kwa familia zetu mahali ambapo tunaishi, kwa taasisi za elimu mahali ambapo tunasoma, kwa wazazi wetu na kwa watu wote. Sehemu zetu za kazi tulete mabadiliko mazuri. Najua kama nchi yetu ya Kenya tunazungumzia kuhusu mambo ya uadilifu, hasa katika masuala ya uongozi. Masuala ya ufisadi na mambo mengi yamekita mizizi. Ni nani ambaye atavunja hiyo minyororo ya ufisadi kama sio wewe na mimi? Injili ya Kristo ikikita mizizi ndani ya maisha yetu, hiyo injili itatufanya tuwe wamishonari wa kweli na kueneza hiyo injili kwa watu wote. Tunapopata uponyaji kwa Kristo, tusambaze yale ambayo tumeshuhudia popote mahali ambapo tupo, ili Kristo aendelee kung'aa, ili Kristo aendelee kupata nafasi ndani ya maisha ya kila mmoja wetu, na tufanye ulimwengu kuwa mahala pazuri pa kuishi. Tufanye upya uso wa nchi. Na inawezekana, inaanza na wewe na mimi. Tunapomtambua Kristo vizuri katika maisha yetu na mafundisho yake, atatubadilisha. Na kama vijana tuna nguvu hiyo na uwezo wa kuleta mabadiliko mazuri popote mahali ambapo tupo. Kwa hivyo katika kipindi hiki cha Majilio, Mungu atubariki, na ya kwamba tunapojiandaa kwa sherehe za Krismasi, ya kwamba neno alitoa mwili na akakaa kwetu. Neno aliingia katika historia yetu. Mungu alikubali kuingia katika historia yetu kwa njia ya kipekee. Tuanze safari ya imani. Christmas ikifika, itupate tumejiandaa kikweli katika safari ya imani. Na pia tukumbuke ya kwamba katika kipindi hiki cha Majilio pia tukumbuke ya kwamba siku ya mwisho, kama jinsi tunavyosema katika fumbo la imani, Kristo alikufa, Kristo alifufuka na Kristo atakuja tena. Ya kwamba siku ya mwisho atakuja katika utukufu wake mkuu kuwahukumu wazima na wafu. Na kwa hivyo kipindi hiki cha Majilio kinatualika tuwe waangalifu katika safari ya imani, tukijua ya kwamba siku ya mwisho itafika. Na kwa hivyo katika uangalifu wa safari hiyo ya imani, tuendelee kuwa karibu na Kristo. Kristo aendelee kutulinda, Kristo aendelee kutushika mkono, tuwe karibu naye. Tutumie nafasi hii ya Majilio katika sakramenti ya upatanisho, sakramenti ya kitubio. Tuwe karibu na Kristo katika sala, na pia tuweze kupenda kusoma neno lake. Neno lake liendelee kutupa nguvu. Na pia sakramenti ya Ekaristia, mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yako kati yetu kwa njia ya kipekee. Ekaristia takatifu itupe nguvu, yani Kristo mwenyewe atupe nguvu kama vijana. Tuimarike katika imani na tuendelee kupokea baraka katika maisha yetu. Mungu wa amani atubariki, awabariki nyote, abariki familia zenu, wale ambao mwawaacha nyumbani popote walipo. Abariki kazi ya mikono yenu, wale ambao mnafanya kazi. Abariki wote ambao wako katika shule mbalimbali. Msome kwa bidii, mwe wanafunzi wema, na mlete mabadiliko mazuri katika nchi yetu ya Kenya. Na pia wale ambao hawana kazi, hawana ajira, tunazidi kuwaombea na kuombea viongozi wetu, taifa letu la Kenya, waweze kupenda vijana na kuweka hali ambayo itasaidia vijana waweze kupata kazi. Tunawaombea baraka yake Mwenyezi Mungu itembee na kila mmoja wetu na kutuinua sasa na siku zote na milele. Amina.